Bwana, zikiwa zimesalia siku mbili kabla ya kuelekea kwenye mchezo mkubwa hapa nchini Tanzania, pengine hata Afrika Mashariki, kati ya Simba na Yanga, mchezo ambao unakwenda kupigwa kule visiwani Zanzibar kwenye uwanja wa New Amaan Complex. Bwana, kulikuwa kuna taarifa ndani ya klabu ya Yanga juu ya Pacome Zouzoua kuwa majeruhi, na tuliona taarifa ambayo Yanga waliitoa, na si tu Pacome Zouzoua, pia alitajwa Clement Mzize ambaye kwa sasa yuko Afrika Kusini kwa ajili ya kufanyiwa upasuaji tena, lakini pia alizungumzwa Prince Dube ambaye yeye alirejea, lakini pia nyota mwingine ambaye alizungumzwa kukosa mchezo, walikuwepo nyota kama wanne. Sasa tuliona mchezo wa Yanga dhidi ya Cosmopolitan, mchezo wa CRDB hatua ya 64, bwana Pacome Zouzoua hakuonekana, na taarifa zilitoka kwamba Pacome Zouzoua ni majeruhi. Lakini baada ya hapo Yanga walicheza mchezo wa ligi dhidi ya Namungo FC, mchezo ambao Yanga walibuka na ushindi wa goli 1-0 kama unakumbuka, goli la Depo kwa mkojo wa penati. Pacome Zouzoua hakuwa sehemu ya mchezo wala hakuwa sehemu ya benchi. Lakini pia mchezo dhidi ya JKT Tanzania, Yanga wakibuka na ushindi wa goli 5, Pacome Zouzoua hakuwa sehemu ya mchezo wala hakuwa sehemu ya benchi. Sasa maswali yakawa ni mengi sana kwamba pengine kukosekana kwa Pacome kwenye hiyo michezo itakuwaje dabi, pengine atakuwa sehemu ya nyota. Sasa moja kati ya jambo ambalo pengine ni limewashtua mashabiki wa klabu ya Wekundu wa Msimbazi Simba, ambao pengine walidhani Pacome Zouzoua hatakuwa sehemu ya mchezo, lakini taarifa ambayo pia imewafurahisha mashabiki wa klabu ya Yanga ni kuonekana kwa Pacome Zouzoua akisafiri na timu kuelekea kule visiwani Zanzibar. Na tunafahamu kwamba tayari Yanga wameshakwisha kutoa kule visiwani Zanzibar kwa ajili ya kuwavaa Simba Sports Club, mchezo ambao Yanga ndio wenyeji. Sasa moja kati ya taarifa ambayo mewafurahisha mashabiki wa klabu ya Yanga mara baada ya kumuona nyota ambaye amekuwa ni tegemezi sana kwenye kikosi cha klabu ya Yanga kwenye mashindano yote. Bwana, Pacome Zouzoua ni moja kati ya nyota ambao wamesafiri, na Pacome Zouzoua ni moja kati ya nyota ambao wamefanya mazoezi na klabu ya Yanga, na ukimtazama haonyeshi hali ya kwamba pengine alikuwa majeruhi, na pengine huenda alikuwa amefichwa kwa ajili ya mchezo huu mkubwa kati ya Simba Sports Club. Sasa taarifa ni kwamba bwana Pacome Zouzoua ni moja kati ya nyota ambao huenda kwa asilimia kubwa tutawaona kwenye mchezo dhidi ya Wekundu wa Msimbazi Simba mara baada ya kukosekana kwenye michezo mitatu mfululizo. Kwa hiyo ni moja kati ya taarifa ambayo ni njema sana. Sasa kupitia kwenye ukurasa wa msemaji wa klabu ya Yanga Ali Shabani Kamwe, ambaye yeye pia alikuwa ni moja kati ya watu ambao walikuwa wanatoa taarifa za wachezaji ambao ni majeruhi, na akamtaja Pacome Zouzoua kupitia kwenye ukurasa wa Instagram. Yeye ameweka picha ya Pacome akiwa sehemu ya wachezaji ambao wanasafiri kuelekea Zanzibar, alafu akamatanisha na maneno yanayosomeka hivi: mgonjwa wetu Pacome Zouzoua amesafiri na drip yake kwenye boti, angeweza kubaki da, sema kaomba akaendelea na matibabu Zanzibar ili asiwe mpweke, dua zenu wa Tanzania. Ndicho ambacho amekiandika Ali Shabani Kamwe kupitia kwenye ukurasa wake wa Instagram. Ni kama ilikuwa ni mind game hivi kuelekea kwenye mchezo wa dabi kati ya Simba na Yanga, na tunafahamu moja kati ya mchezo ambao huwa unavuta hisia za mashabiki wengi sana barani Afrika, Simba na Yanga, na ni moja kati ya dabi kubwa sana barani Afrika, kama sio dabi ya 5 iko kwenye zile dabi 5 bora barani Afrika. Kwa hiyo ni moja kati ya mchezo ambao macho na masikio ya wapenda soka yatakuwa kule visiwani Zanzibar, match moja majira ya 2:30, Yanga wakipenda kuita uwanja wa Guantanamo. Kwa hiyo ni moja kati ya mchezo ambao pengine huenda pia ukaenda kuongeza gap kubwa kwa Simba kama Simba atapoteza mchezo dhidi ya Yanga, kwa sababu kama Simba atapoteza mchezo dhidi ya Yanga, basi Yanga atakuwa amempiga gap ya point 8, kwa sababu mpaka sasa Yanga ndio ambao wanaongoza ligi wakiwa wamemzidi Simba point 5. Lakini kama Simba atashinda mchezo huo, basi atakuwa amepunguza gap ya point 2, kwa maana Yanga atakuwa anamzidi point 2, lakini michezo atakuwa sawa. Sasa kuelekea kwenye mchezo huu bana, mchezo ambao Yanga wameuita Damaro Day, moja kati ya nyota ambaye amesajiliwa ndani ya klabu ya Yanga kwenye dirisha dogo la usajili akitokea ndani ya klabu ya Singida Black Stars, moja kati ya nyota ambaye amekuja kuleta mabadiliko makubwa sana kwenye lile eneo la katikati mara baada ya kutoweka kwa Musa Bara Conte ambaye yeye alipelekwa kwa mkopo ndani ya klabu ya Raja Casablanca
Kwa hiyo ujio wa Damaro ndani ya klabu ya Yanga umeonyesha mabadiliko makubwa sana, na tumemshuhudia pia kwenye michezo ya kimataifa, hatua ya makundi ya klabu bingwa barani Afrika akifanya vyema zaidi. Sasa Yanga ni kama sasa wanataka kumpush Damaro ili kuendelea kufanya vizuri zaidi, na mchezo huo wa Simba dhidi ya Yanga unaenda kwa jina la Damaro Day. Sasa ukiachana na Damaro Day bwana, pia ni kuonekana kwa Pacome Zouzoua, halafu akionyesha sura ya furaha, yani akionyesha sura kama ni si mchezaji ambaye alikuwa majeruhi kama ambavyo ilikuwa inatajwa. Kwa hiyo kazi ipo kuelekea kwenye mchezo wa dabi Yanga dhidi ya wekundu wa Msimbazi Simba. Lakini pia tumeona kuelekea kwenye mchezo wa Kariakoo Derby, klabu ya Yanga bwana ambao ndio wenyeji tayari uamuzi wameshakuisha kutajwa, uamuzi ambao watasimama kwenye mchezo huo. Waamuzi wa mchezo wa Yanga dhidi ya Simba Sports Club machi moja pale Amani Complex Zanzibar, mchezo ambao utaanza majira ya 2:30. Bwana, mwamuzi wa kata atakuwa ni Nasoro Michui ambaye yeye anatokea Tanga, lakini mwamuzi msaidizi nambari 1 atakuwa Kasim Panga kutoka Dar es Salaam, wakati mwamuzi msaidizi namba 2 atakuwa Hamdan Saidi kutoka Mtwara. Kwa hiyo hao ndio waamuzi ambao watasimama kwenye mchezo huo kwa dakika zote 90, na hii ni mara baada ya kamati ya waamuzi wa ligi ya NBC kuteua waamuzi hao kuelekea kwenye mchezo huo. Kwa hiyo iko hivyo, lakini moja kati ya taarifa ni kikosi cha Yanga ambacho kimefanya mazoezi yake kule visiwani Zanzibar kuelekea mchezo wao wa dabi dhidi ya Simba Sports Club. Pana kiungo mshambuliaji wa timu hiyo Pacome Zouzoua, naye ni miongoni mwa wachezaji waliofanya mazoezi na timu hiyo, ikiwa ni ishara kuwa tayari na mchezo. Nyota huyo alikuwa na majeraha na alikosa michezo mitatu kama ambavyo nimekujuza. Kwa hiyo ni moja kati ya story ambayo nimeona nikusogezee, moja kati ya taarifa ambayo mashabiki wa Yanga ni kama wamefurahishwa zaidi. Ukitazama michezo ambayo wametoka kucheza michezo mitatu, mchezo dhidi ya Cosmopolitan wakishinda goli 2-0, mchezo dhidi ya Namungo wakishinda goli 1, mchezo dhidi ya JKT Tanzania ambao walikuwa wanaongoza ligi wakishinda goli 5. Zote wameshinda pasipo kuwa na Pacome Zouzoua wala Clement Mzize na nyota wengine ambao walikuwa ni muhimu ndani ya kikosi hicho. Kwa hiyo kuelekea kwenye mchezo dhidi ya Simba Sports Club, Pacome Zouzoua ni moja kati ya nyota ambao watakuwa sehemu ya kikosi, na huenda tukashuhudia kocha Pedro kwenye lile eneo la ushambuliaji, pengine akaonekana Pacome, Dep pamoja na Dube. Itategemeana pia ni kwa namna gani, lakini moja kati ya nyota ambao wanakwenda kucheza mchezo wa kwanza wakiwa na Yanga kwenye mchezo mkubwa wa dabi ni pamoja na Damaro ambaye yeye ndiye amebeba sura ya mchezo kwa sababu ni mchezo ambao Yanga ameuita Damaro Day. Lakini Depu pia anakwenda kucheza mchezo wake wa kwanza dhidi ya Simba Sports Club. Lakini pia Buba Jemi usajili wa dirisha dogo dakika za mwisho, naye pia anakwenda kucheza mchezo wake wa kwanza akiwa na Yanga Afrika dhidi ya wekundu wa Msimbazi Simba. Kwa hiyo moja kati ya taarifa ambayo nimeona nikusogezee juu ya taarifa ambayo ilikuwepo ya Pacome Zouzoua kuwa na majeraha, lakini kuelekea kwenye mchezo dhidi ya Simba ameonekana kuwa mchezaji mwenye utimamu zaidi. Yani ameonekana kuwa mchezaji ambaye alikuwa haumwi chochote, na tumeona namna ambavyo tambo na majigambo vimeendelea kwa mashabiki wa timu zote mbili, kwa maana ya Simba na Yanga, ambao wameendelea kujigamba Simba wakisema kwamba wanakwenda kufuta uteja ambao umekuwepo kwa misimu mitatu mfululizo, lakini Yanga wakisema kwamba wanakwenda kuendeleza kile ambacho wamekuwa kikifanya dhidi ya mtani wao Simba Sports Club. Lakini pia tumeona namna ambavyo kejeli kuelekea kwenye mchezo huo, lakini pia kuonekana kwa Pacome Zouzoua, tumeona msemaji wa klabu ya Yanga akitoa vijembe na nini. Kwa hiyo ni moja kati ya mchezo ambao pengine huenda ukaenda ukatoa taswira ya nani kwa asilimia kadhaa atakuwa bingwa wa ligi ya NBC kwa mara nyingine tena. Kuna baadhi ya wachambuzi ambao wameendelea kutabiri kwamba atakayeshinda mchezo huo ndiye ambaye atakuwa bingwa wa ligi ya NBC. Kwa hiyo tunasubiri na kuona nini ambacho kitakwenda kujiri kwenye mchezo huo Yanga dhidi ya wekundu wa Msimbazi Simba, mchezo ambao unakwenda kupigwa kule visiwani kwenye uwanja wa Amani New Complex, uwanja ambao Yanga wao wanauita kama Guantanamo